Ashiruna, karibu. Aya, asante. Umetokea wapi? Umetusikia wapi? Nimetokea mkoa wa Pwani, wilaya ya Bagamoyo. Kuwasikia kuna mtu aliniunganisha, kuna kaka huyo. Aliniambia kwamba kuna watu wanatafuta, yani wanawasaidia wadada kupata kazi wakiwa sehemu salama. Okay, wow, nimependa. Ni mkaka ambaye anajua kabisa kwamba sisi tunafanya kazi katika mazingira salama. Tunawatafutia wafanyakazi, tunawatafutia kazi, na familia tunazitafutia wafanyakazi ambao wanaenda kufanya kazi katika mazingira salama. Lakini na familia za watu pia ziwe katika hali salama. Kwa hiyo usalama tunazungumzia pande zote. Dada uwe salama ukiwa kazini, lakini na mabosi hawa, hizi familia na zenyewe zipate watu ambao ni salama kwa familia zao. Nimependa sana huyo kaka, aliongea kitu kikubwa. Nimesisitiza tu ili nyinyi mnaoenda kazini mjue hizo ndio culture zetu au utaratibu wetu. Lazima wewe uwe ni mtu salama kwa watu, lakini hata wale watu ambao tutakupeleka na wao tunawaambia lazima udada awe katika mazingira salama anapokuwa kazini. Ashiruna. Sawa, kwa hiyo ulikuwa tu nyumbani una kazi, ilikuwaje huyo kaka akakuletea hizo taarifa zetu? Amna, mimi ndo nilimwambia. Kama mwambiaje? Natafuta kazi. Okay. Ndio akakwambia kuna watu ambao wanaweza kukupatia kazi kwa usalama. Kwa hiyo ulikuwa tu nyumbani una kazi? Amna, nilikuwa nashona. Wewe ni mshonaji? Sema nilikuwa kwa fundi. Yani bado sijajitegemea kupata mashine nini. Okay. Lakini tayari unajua kushona? Yes. Tayari. Kwa hiyo sasa hivi unahitaji vifaa vyako. Ndio. Okay, hongera. Asante. Hongera sana. Kwa hiyo kilichokuleta kwetu huku kwa ajili ya kufanya kazi, malengo yako ni nini? Nipate mtaji ambao wa kununua vifaa vya kwangu mwenyewe vya ushonaji. Yes. Ambavyo vinagharimu kiasi gani? Almost kwenye nahisi 1,000,000. Unahisi 1,000,000? Unahisi? Yani ndo kwa sababu nikipata tu mashine ya kawaida ni 300,000, kuna nyingine za 500,000. Okay. Kwa hiyo kwenye 1,000,000 naweza nikapata hata frame zile za kawaida. Frame unajua gharama zake? Na frame utaiweka wapi? Bagamoyo kule au tabaki huko? Yani nitakapoona hapa ni sahihi, frame zake hazitakuwa za gharama gari, ndo hapo nitaweka. Ndio utakapoweka biashara. Yes. Okay, sawa. Kwa hiyo wewe lengo lako wewe ni mshonaji. Sawa. Na unachotafuta ni mashine za kushona, lakini pia na sehemu ya kuanzia kwa maana ya ofisi. Katika ofisi yako. Sawa. Karibu dada Ashiruna. Asante. Hapa umefika ndio kwenyewe. Yaani huu mradi wetu shughuli zake ndio hizo. Kila mtu anakuja hapa ana malengo yake. Na 100% wote wanatafuta mitaji. Tofauti zetu ni kwamba huyu anatafuta mtaji wa duka, wewe unatafuta wa kushona, madam anatafuta wakala, kila mtu na anachotaka kwenda kufanya. Lakini mwisho wa siku wote tunaenda, hizi biashara zetu zote zinaenda kuhudumia watu. Kila biashara, huyu mwenye duka, kwani duka vifaa nani anaenda kununua? Si watu. Wewe mshonaji, unawashonea watu. Au unashonea wanyama? Unashonea watu. Haya, wewe wakala nani anakuja kufanya transaction? Watu. Sasa watu wa kwanza ambao tunaenda kuwahudumia ni hawa tunaokwenda sasa hivi. Huko majumbani tunakwenda kuhudumia watu. Sawa Biashara zote duniani msingi wake ni watu. Sawa, mtu awe Ikulu anafanya kazi, kwani kule anahudumia nani? Anahudumia watu. Asante. Kwa hiyo kuna ujinga ule mtu anaona hizi kazi za ndani, hapana, wote tunahudumia watu. Sawa. Yaani kikubwa tu ni kwamba watu unaohudumia, je, ni watu wema, ni watu ambao wana hofu ya Mungu, au ni watu ambao wako kwenye mfumo wao wa kishetani? Mimi naamini kuna falme mbili tu. Ukiwa na matendo mabaya ya wizi ya nini, hayo ni matendo ya kishetani, si ndio? Mtu atakuabuse, mtu atakufanyia vitu vibaya. Lakini kama ni mtu unayemjua Mungu, Mungu anaambatana na upendo, Mungu anaambatana na uaminifu. Kwa hiyo hata kwenye biashara zako unazokuja kufanya, yani ni kati ya haya mawili, aidha uko upande wa giza au upande wa nuru. Ukiwa na upande wa nuru utapatana na watu watakutafuta, watu watakuja
kufanya nawe biashara. Ukiwa kwenye upande wa giza watu watakukimbia. Hata kwenye hizi kazi za ndani kuna wadada watoboi kwa sababu wanakuwa na zile tabia za upande wa giza. Mtu ni muongo, ni mdokozi, ni kahaba. Si ndio? Si wadada nyinyi. Ukienda kule unaanza kutoa macho, unamtolea mume wa mtu macho. Watu wanakuona, wanakuangalia wanasema, huyu tabia zake hapana. Kwa hiyo kuna wadada ambao hawatoboi ni kwa sababu wana hizo tabia za ajabu. Lakini kuna wadada wengine wako vizuri kabisa, ila wanaenda kwenye familia na zenye mambo ya giza. Baba mshenzi, ukipita hivi yuko na wewe, mara kukonyeza, mara kugusa hivi. Hizo ni tabia za giza, uongo kabisa. Kwa hiyo umeenda kufanya kazi. Hayo mambo mengine anayokuletea wakati tena yeye na familia yake na mke wake, kwa nini aanze kukushika? Tabia za giza. Sijui tunaelewana. Kwa hiyo sisi tunachomomba Mungu, yani mradi wetu ni kwamba tukutane watu ambao tunaongea lugha moja. Manake wote tuko kwenye upande wa nuru. Kila mtu atamheshimu mwenzake, kila mtu atafanya wajibu wake vizuri, na kila mtu atapata kila anachokitafuta. Kwa hiyo nasisitiza tu dada Ashuruna. Hapa kupata mtaji ni 100%. Ila kikubwa tu uhakikishe kabla hujaenda kufungua ile biashara yako. Biashara ya kwanza ni hii ambayo unaenda kufanya kazi kwa kutumia nguvu zako ambazo ndio mtaji wako namba 1. Mungu aliotupatia ni wa nguvu na akili. Kwa unapoenda kwenye nyumba za watu, wanahitaji ukafue vizuri, fanya usafi vizuri, kaa na watoto wao vizuri, wapikie vizuri. Ukifanikiwa hapo, unapata pesa. Ndio utaweza kwenda kununua mashine zako hizo, utaweza kwenda kufungua biashara yako. Ndio? Utakapokuwa kwenye hiyo level ya biashara yako, ndio hapo utaendeleza uaminifu. Mtu akija kushona nguo, utamshonea nguo yake vizuri. Ndio? Yaani ukijifunza tu kuhudumia watu vizuri, unatoboa. Maisha yako yatakuwa mazuri sana katika kila hatua unayokwenda. Ukiendelea na hilo kwamba nitakuwa mwaminifu kwa watu, nitawafanyia matendo ambayo ni mazuri kama sisi tungependa kufanyiwa. Sisi mwalimu wetu mkuu kwenye imani yangu ambaye ni Yesu alisema mfanyie jirani yako kile ambacho unapenda kufanya. Si ndio? Manake hata wewe unapoenda kwenye nyumba ya mtu, hebu fanya kama vile ni nyumbani kwako. Fanya kama vile wewe ungependa kufanyiwa. Ukikutana na libaba lishenzi, ujiulize, hivi mimi ni mkubali huyu baba? Je, ingekuwa ni mimi mke wake ningejisikiaje? Kwamba dada wa kazi kaja nyumbani kwangu afu kalala na mume wangu. Utajisikia ni kitu kizuri? Hapana. Utajisikia vizuri. Basi usimfanyie mwenzako, kwa sababu ukifanya kwa jinsi ambavyo Mungu wetu ametengeneza mfumo wa maisha, wewe nawe utakuja kukikuta tena kibaya zaidi ya hicho. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunafundishwa kwamba unavuna ulichofanyaje? Ukipanda. Sawa jamani, tunasisitiza sana kwa sababu hawa watu ambao mnaenda kuwafanyia kazi wako humu kwenye mitandao, wanafuatilia, wanasikiliza Joyce anaongea nini na wadada, anawaambia nini, anawafundisha nini. Kwa hiyo ninavyofanya hivi ni ushahidi kwamba ninawaongoza sawa sawa na neno la Mungu. Hasa mtu akienda kufanya mambo yake, huyo ni yeye mwenyewe tu na malezi na makuzi aliyopata. Ina maana wazazi wako au walezi wako walishindwa kukulea vizuri. Inawezekana na umekuja hapa bado hujataka kubadilika. Walioamua kubadilika wakinisikiliza watabadilika na watafuata mwongozo wangu. Lakini yule ambaye bado hajaamua kubadilika kutoka ndani, atanisikiliza, ataingia huku, utatokea huku, akienda nyumbani kwa mtu atafanya madudu yake, hutoboi nakwambia. Ukai. Yaani kama ambavyo maji na mafuta yachanganyikani, tabia za giza na za nuru hazichanganyiki. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa, mimi naongoza. Sio kwenye hii kazi ya ndani. Hii kazi ya ndani ni mwanzo. Yaani ndio kwanza safari yako inaanza. Kwa hiyo bado una safari ndefu sana. Unataka kutoboa, unataka kufika vizuri, wewe sikiliza mwongozo naokupa. Fuata matendo ya nuru. Unafika popote, utaishi na watu vizuri. Utafanikiwa katika kazi zako zote unazozifanya. Why? Kwa sababu ni ahadi ya Mungu, sio yangu. Mimi nakopa tu maneno ambayo yako kwenye neno la Mungu. Mnaelewana? Ndio. Haya jamani, karibu, kila laheri. Ukipangiwa kazi nenda kachape kazi. Haya. Asante.